Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are the Lord and God Almighty. We worship you because you are able. We worship you because you are God. You are great. You are good. Your mercies are forever and ever. Wewe ni Mungu mwaminifu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyebadilika. Wewe ni Mungu unayetupenda. Wewe ni Mungu unayetujali. Tuko mbele zako kwa ajili yako kuliinua na kulimidi jina lako. Shalom, God bless you wherever you are. Ni matumaini yangu ya kwamba Mungu amewalinda, Mungu amewahifadhi na Mungu amewapea nguvu. Ninaamini ya kwamba Mungu amezidi kuwa pamoja nanyi hiyo wiki mzima, ya kwamba Mungu amewapa na nguvu mpya katika maisha yenu na vitu tofauti ambazo mnazifanya. Nami hivyo pia niko salama, na shukuru Mungu kabisa kwa uwezo wake na ulinzi wake juu ya maisha yangu, na haswa kunisaidia kuja mbele yenu siku ya leo kuleta neno lake. Na ni matumaini yangu ya kwamba tutaenda kubarikiwa sote, na tutaenda kumuona yeye katika maisha yetu akijitukuza na akitupea nguvu zaidi na zaidi ya kuendelea mbele. Wacha tuanze na maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakuabudu, tunakuinua usiku wa leo. Asante kwa fursa na nafasi hii ambayo umetupa ya kuja mbele zako kusikia kutoka kwako. Naomba Bwana, achilia Roho wako Mtakatifu kwa ajili ya kukuelewa tunapokusikia, na kwa ajili ya kulishika na kulipenda na kukaa kulingana neno lako. Asante maana ni Mungu mwaminifu, tunakupenda, tunakuinua, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. God bless you so much wherever you are. I thank the Lord because of you, your following, your likes, your views, anything which you do. I pray that God is going to reward you and that God is going to help you. My names are, as you can see there, and I come to you live to share the word of God for the glory and honor of His name. Today's message is entitled, Trust in God. Trust in God, ama imani ndani ya Mungu. Acha nianze na kusema ya kwamba katika majira haya ambayo tunayoishi, watu wanataka kufuata, ama wanataka kufuata yule ambaye ako na uwezo wa kuwapa matokeo ya haraka ama majibu ya haraka. Now the reason for why I have brought this message is not only because God there is something which is going to do immediately, but because there is something which God has promised to do to them, those who are giving their lives to Him. So this word trust, a lot of people doesn't understand what it means. And some of the people who even want to understand it more, they don't want to know the implications or what it is required when you give yourself to trust in God. Because let me start by defining what is trust. Trust, firm belief in the reliability of truth. Firm belief, yani ile imani ambayo haitingiziki. Kule yani kuamini ama kukua ya kwamba yule Mungu ambaye kwa mfano unaika imani yako kwako, unaamini ya kwamba hata kama umetingishwa yeye yuko, na kwamba ni kweli unaamini Mungu ambaye alipo. Another definition is that ability of someone or something, ya kwamba yule ambaye unamwamini akona uwezo, uwezo. Unajua mara mingi tunasema tunamwamini Mungu, lakini kuna shida wakati zinakuja upande wetu, ama majira wakati yamekuja upande wetu, tunakaa ni kama tunaogopa, tunakaa ni kama tunashtuka, tunakaa ni kama tunarudi nyuma. Lakini yule mtu ambaye ameelewa uwezo wa Mungu ambaye anamwamini, hata majira yawe namna gani, hataweza kurudi nyuma, hataweza kuogopa, na hataweza kutingizika. In the book of Proverbs chapter 3 from verse 5 and 6, Proverbs chapter 3 from verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart. Unasikia venye Biblia inatuambia tumwamini Mungu, ama tuweke imani yetu ndani ya Mungu na mioyo yetu yote. So inamaanisha kwamba mtu akona uwezo wa kumwamini Mungu, lakini sio kwa moyo wake wote.
do not depend on your own understanding. Mtu ambaye anamwamini Mungu na hajamwamini na moyo wake wote ni mtu ambaye bado anategemea hekima yake, ama anategemea kile ambacho anakijua. Seek his will in all you do, and he will direct your paths. It's not part of what we do you're supposed to seek his will, but you're supposed to seek the will of God in all what we do, because that is the only thing that shows that we put all our trust unto him. So Biblia hapa inatufungua macho na kutuambia kwamba ni vizuri kuelewa ya kwamba wakati tunamwamini Mungu, mtu akona uwezo wa kumwamini Mungu lakini asimwamini kwa moyo wake wote. Na kwamba mtu anaweza kataa kumwamini Mungu kwa moyo wake wote kwa sababu ya yale mambo ambayo yeye mwenyewe anayafahamu. Lakini wakati tunatafuta mapenzi yake, yeye ndiposa akaweze kutuonyesha ama kutuelekeza katika njia zetu. Hiyo haiwezi kufanyika kama hatujampea mioyo yetu kikamilifu. So lazima tuelewe that when we go to God to trust in him, we should understand that God is expecting us to trust in him with all our hearts, and that we are not depending on our own understanding. Ndiyo, kusoma ni mzuri, kukuwa na experience ni mzuri, kukuwa na hekima ni mzuri, lakini wakati tunaenda mbele za Bwana kumtegemea, tunafaa kumuonesha ya kwamba Bwana, hii imani ambayo nimeiweka mbele zako, mimi sitegemei masomo yangu, sitegemei connections, sitegemei marafiki, na sitegemei kile ambacho niko nacho, ya kwamba nimeuleta moyo wangu wote kwako wewe Bwana, ukanisaidie. Also the Bible says in the book of Psalms 125 verse 1 and 2, we see also how the servant of God here, the psalmist, is helping us to is opening our eyes. Psalms 125 verse 1 and 2, the Bible says, those who trust in the Lord are as secure as Mount Zion. They will not be defeated, but will endure forever. So here on earth there are defeats. Kuna vita hapa duniani na kuna kushinda na kushindwa, lakini Biblia inatuambia kwamba wanaomtegemea Bwana ni kama mlima Zayoni, hawatatingizika. Kwa nini? Kwa sababu wanamtegemea Mungu. Verse 2, just as the mountains surround and protect Jerusalem, so the Lord surrounds and protects his people both now and forever. So here we are given an assurance that when we are trusting the Lord, we are protected, we are surrounded, and God is not only looking to us, ama Mungu atuangalii kama watu tu hivi hivi, ya kwamba Mungu anatuangalia kama watu ambao ni wapendwa wake, watu ambao amewachagua, watu ambao anawajali, watu ambao anawapenda, na kile ambacho unakijali na kukipenda lazima utakitunza wakati wote. So hivyo ndivyo tulivyo katika macho ya Mungu wale ambao tunaomwamini. So trusting in God we must come to a point whereby we have an assurance that the God we are trusting in is watching, is protecting, and he is there with us. In the book of Romans chapter 8 from 31 to 39, we see here also tunafunzwa pia mambo ambayo yanaweza yakatutenganisha na Mungu, na ni kitu gani ambacho tunafaa kukiangalia zaidi hata hayo mambo wakati yamekuja. What can we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can ever be against us? Tumeona Biblia ikituambia kwamba in the book of Psalms 125 that God is protecting them, those who trust in him. Na tunajua ya kwamba Mungu hawezi kushindwa na hajawahi kushindwa na chochote. So pia hapa tumeambiwa kwamba if God is for us, who can ever be against us? Verse 32, since God did not spare even his own son, but gave him up for us all, won't God, who gave us Christ, also give us everything else? Kama alitoa mwanae kwa ajili yetu kutukomboa, kuna kitu basi hawezi akatupa. It is very interesting that the ring, who dares accuse us whom God has chosen for his own? Will God
No, he is the one who has given us right standing with himself. So huku kusimama ndani ya Mungu, hata kama wakati mwingine kuna shida, hatufai kukuwa victim of our accusers. We have accusers, watu ambao tu wanaangalia tu maisha yako, wanakuangalia alafu wanakutamkia mambo, wanakuambia maybe hali yako ni mbaya, wanakuambia maybe hakuna progress, na mambo kama hayo saa ingine sisi wanadamu huwa yanatutingisha na kutufanya ya kwamba tumehisi ya kwamba we are not secure. But Biblia inatuambia kwamba hatufai kutishwa na maneno kama yale, kwa sababu yule Mungu ambaye alituokoa, yule ambaye tunamtegemea, ametupa uwezo wa kusimama ndani yake. Na huo uwezo we have not qualified to have that ability to be called the children of God because of something which we did. He is the one who chose us. Yeye ndo alituchagua na akamtoa mwanae kwa ajili yetu. Verse 34. Who then will condemn us? Will Christ Jesus? No, for he is the one who died for us and has raised us to life for us and is sitting at the place of highest honor next to God, pleading for us. Can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean he no longer loves us if we have trouble or calamity, or are persecuted, or are angry, or cold, or in danger, or threatened with death? Hapa Biblia pia inaendelea kutuambia kwamba nani huyo basi anaweza kutuhukumu? Je, ni Yesu Kristo? Na inatuambia, inarudi tena inatujibu, inatuambia hapana, Yesu hawezi akatuhukumu, kwa sababu ni yeye aliyekufa kwa ajili yetu. Na pia hata wakati huu amekaa mahali patakatifu katika mkono wa kuume wa Baba akituombea. Na sasa Biblia inazidi kutuuliza kwamba basi ni kitu gani hicho ambacho kitatuondoa katika upendo wa Kristo? Je, ni kukosa, ni njaa, ni shida, ni kukataliwa? Haya mambo yote yanaweza kuja katika maisha ya mwanadamu, na wakati mwingine inakuanga ni kama tu kujaribiwa. Ndo Mungu hata aone, je, unamlinganisha na nini? Lakini mtu ambaye akona uwezo wa kuelewa ya kwamba if God is for me, there is no one who can succeed against me. He says that I will stand even if the situation is saying otherwise. I will keep on moving even if it seems like if I am weak, that I am strong in the Lord. Verse 36. Even the scriptures say, for your sake we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. No, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. So unasikia hapa tumepewa ahadi. Hata kama haya mambo yamekuja ambayo yanakaa ni kama yanatesa huu mwili, yanakaa wakati mwingine inakaa ni kama tumekufa, tunaenda ni kama hatuendi, tunakaa ni kama tumekwama, tunaambiwa kwamba there is an overwhelming victory in our lives through Christ who loved us, because we were loved. The ability we have today to trust in God is because we were loved by God and he gave his son for our sake. So when we trust God in our lives, we must understand that there is a victory which we are promised, that the situation which we might be in, the things which might be happening, there is a God who is looking forward to give us victory over anything which is making us maybe to think that we are persecuted or we are left. We continue, verse 38. And I am convinced that nothing can ever separate us from his love. Death can't, and life can't. The angels can't, and the demons can't. Our fears for today, our worries about tomorrow, and even the powers of hell can't keep God's love away. You know, one thing I love about the word of God is because the word of God is very open. Inatupea options na inatuambia mambo. Kwanza inazungumza kuhusu shida zile ambazo zinatendekeanga watu hapa duniani na zinawafanya wanakata tamaa, lakini tunaambiwa wale watu ambao tuko ndani ya Kristo, hakuna kitu kinafaa kututenganisha na upendo wa Mungu. So when we are trusting in God, we are supposed to trust in God from a point whereby his love which is directing us to trust in him. And when his love which is directing us to trust in him, then there is nothing which can separate us from that love. So there is nothing which can make us to stop trusting in God. Na tunaambia kwamba ni malaika, ama ni mapepo, ni uoga wa vitu ambavyo vinatufanyika leo, ama ni uoga wa mambo ambayo tuyangojea kesho, ama ni nguvu ambazo zinatoka kuzimu zinaweza zikatutoa katika mapenzi ya Mungu. Hakuna. Verse 39 is conclude,
Whether we are high above the sky or in the deepest ocean, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus, our Lord. May God bless his word. Tunaambiwa na neno la Bwana ya kwamba hata tukiwa katika angani, ama hata tukue katika ndani ya bahari, hakuna chochote kinafaa kufanikiwa kututenganisha na upendo wa Bwana. Or in other words, hakuna chochote kinafaa kutufanya sisi tusimwamini Mungu. Maybe unasema ya kwamba hizi deals hazijaivana, nilitarajia kufanya haya mambo sijaweza kuyafanya, nilitarajia kusonga upande huu sijasonga, nilitarajia hiki sijafanya. So neno la Bwana linatuambia kwamba hata kama in deeper or as I explain this further, this being above the sky or in the deepest ocean, sometimes may be troubles. Zinaweza kuwa ni mashida ambayo maybe mtu anapitia, na inaweza kumfanya mtu asongee ama aondokee upendo wake na Mungu ama aache kumwamini. So Biblia inatuambia kwamba hakuna sababu yoyote ambao inatufanya ambao tunaweza kuiruhusu ikafanikiwe kutuondoa katika kumtegemea Bwana. Today I pray over our lives in the mighty name of Jesus. Anything which can make us to stop trusting in God, may it be defeated. I cast it out of our lives, that we are going to receive the ability and power to keep on trusting and walking with God for the glory and honor of his name, in Jesus' name. So, let me say this point, that there is an assurance of continuous divine safety to those who trust in God. Tumeona kupitia neno la Bwana ya kwamba there is an assurance. And this assurance is of continuous divine safety to those who trust in God. That those who trust in God cannot be moved. They cannot be intimidated. They cannot fail. There is an overwhelming victory which is prepared for them, those who are trusting in God. That continuous safety, divine safety. Sio kama maaskari wa kawaida wa mabunduki, sio kama mabodyguard tu ambao wanazingira nyumba. Huyu ni Mungu ambaye anaona hata zile vitu ambavyo vinapangwa katika mahali pasiri, ambaye anaahidi ya kwamba mimi wale ambao wananitegemea na wanaika imani yao kwangu, nitawalinda kila wakati. Hata kama kutakuja hali ambazo zinaweza wafanya kwamba waende chini, nitawapa sababu ya kuendelea mbele. Another point, there is nothing which is supposed to succeed in interfering with the trust we have in God. Hakuna chochote kinafaa kuja kuharibu imani ambayo tuko nayo ndani ya Mungu. There is nothing which is supposed to succeed in interfering with the trust we have in God. Hakuna chochote kinafaa kufanikiwa kuharibu imani yetu ndani ya Mungu. Na Mungu atusaidie na akatupe uwezo. Maana Mungu wakati ameamua kutubariki, ama ameamua kusaidia, ama ameamua kuongoza, ama ameamua kutenda jambo, yeye akona uwezo wa kukamilisha kila kitu. Mwanadamu akona uwezo wa kuahidi msaada, na ndiyo akaanza kusaidia, lakini ikafika mahali akachoka ama akapungukiwa, ama mkakosana. Lakini Mungu wakati wowote ambao amesema ya kwamba atatembea na mtu na atambariki, hakuna chochote kinaweza kumfanya Mungu asifikishe mtu pale ambapo alikusudia. And we also see this in the book of 2 Samuel chapter 7 26 and to 29. 2 Samuel chapter 7 26 to 29. Thank you, Jesus. The Bible says, and may your name be honored forever, so that all the world will say, the Lord Almighty is God over Israel. And may the dynasty of your servant David be established in your presence. O Lord Almighty, God of Israel, I have been bold enough to pray this prayer because you have revealed that you will build a house for me, an eternal dynasty. For you are God, O sovereign Lord. Your words are truth, and you have promised these good things to me, your servant. And now may it please you to bless me and my family, so that our dynasty may continue forever before you. For when you grant a blessing to your servant, O sovereign Lord, it is an eternal
blessing. Huyu ni Mungu anambariki Daudi na anamwambia kwamba kizazi chako kitakuwa kimebarikiwa, na ndio maana Biblia inaita dynasty, ya kwamba kizazi chake kitakuwa kizazi cha ufalme, ya kwamba ataondoa ufalme katika nyumba ya Daudi. Na Daudi Mungu alimuinua kutoka katika kulisha kondoo, mtu ambaye alikuwa ako despised hata na baba yake, mtu ambaye hata mandugu zake walikuwa wanamdespise, na Mungu akamuinua kutoka kiwango kwenda kile kingine. Ndio maana nimesema ya kwamba there is continuous support to them those who trust in the Lord. There is nothing which can interfere with what the Lord has said concerning our lives. We may pass through valleys, we may go through mountains, we may have ups and downs, but if we have the ability or the Spirit of God in us, which helps us to understand the one who said is faithful, then we see the reason for us to keep on trusting in him. So Daudi hapa anamwambia Mungu, wakati unanibariki, wakati unainua nyumba yangu na kuifanya watoto wangu wawe wakubwa, wacha jina lako likaweze kutukuzwa. Kwa sababu hata Mungu mwenyewe wakati alikuwa anambariki na kumwambia kwamba wale ambao wataona nyumba yako, na wale ambao wataona kizazi chako, wale ambao wataona watoto wako, watasema huyu Mungu wa Israeli anafaa kuinuliwa. So wakati wote ambao tunamtegemea Mungu, Mungu aoni tu ile hali ambayo tunaipitia kwa sasa. Mungu aoni tu yale mashida ambayo tunayapitia. Mungu kile ambacho anaangalia ni kwamba tuzidi kuweka imani yetu kwake, atutengeneze, tuanze safari na yeye, ndiposa akaweze kuwekeza ukuu katika maisha yetu, ukuu ambao utaweza kumletea utukufu milele na milele. So God is able, and there is that continuous support, continuous security, that when we trust in him, we may pass through hardships, but God is faithful. He will help us to stand always, because he is a mighty God. Because that which God himself has said, he is able to fulfill it. There is no power which can succeed against God. There is no counsel which can succeed against God. The people who God has said that I have blessed them, they are blessed. So that's why we are supposed to see it as an important thing when we are trusting in God. In the book of Isaiah 25 verse 8 and 9. Oh my God. Isaiah 25 verse 8 and 9. He will swallow up death forever. The sovereign Lord will wipe away all tears. Unasikia another assurity. Kuna assurance zingine hapa tunaambiwa kwamba kile kifo, unajua kifo akimaanishi tu mtu kukufa. Mara mingi sio mtu kukufa tu. Wakati Biblia inazungumzia kifo, haimaanishi tu kifo mtu kukufa tu na kuzikwa kaburini, hapana. Saa nyingine inamaanisha kwamba kuna mtu anaweza kuwa anaishi na maono yake inakaa ni kama imekufa, ndoa inakaa ni kama imekufa, biashara inakaa ni kama imekufa, anakaa ni kama ana tumaini. Lakini natuambia kwamba he will swallow up death forever, the sovereign Lord will wipe away all tears. Ayo machozi ambayo kila wakati unayatoa kwa sababu ya ndoa, kwa sababu ya biashara, kwa sababu ya maono yako, Mungu anasema ya kwamba nitakuja kuyapanguza. He will remove forever all insults and mockery against his land and people. The Lord has spoken. Kuna watu tu wamezoea kukupuuza maybe kwa sababu ile hali ambayo huko. Kuna watu wamezoea kukudharau. Kuna watu wamezoea kukutusi, lakini Mungu anasema, ya Biblia inatuambia kwamba Mungu ataondoa matusi, ataondoa dharau, ataondolewa kukataliwa na ataondolewa kuchukiwa. In that day the Lord will proclaim, this is our God, we trusted. Okay, let me repeat it again, verse 9. In that day the people will proclaim, this is our God, we trusted in him and he saved us. This is the Lord in whom we trusted. Let us rejoice in the salvation he brings. So neno la Mungu linatuambia kwamba kuna siku ambayo inakuja ya kwamba wale watu ambao walimtegemea watasema ya kwamba huyu ni Mungu wetu ambaye tuliweka imani yetu kwake na akatuokoa. Kwa sababu maybe kunaweza kuwa saa nyingine na maswali ama majadiliano ya kwamba mtu wa maybe anaweza kuona umebarikiwa na sema ya kwamba what happened?
Ni kitu gani kilikusaidia? Wewe tuliacha ya kwamba una tumaini, hautaishi. What happened? But the word is telling us that those days we will say that the Lord who we trusted has come to save us. And he has given us victory. So we are rejoicing in the salvation which has brought. The Lord is faithful, because those who trust in him, it is just a matter of time before they sing a song of saying that the one who we trusted on has brought salvation to us, and today we are no longer passing through maybe the hardships, the troubles, the challenges which we used to pass through. Wakati mwingine unaweza kuwa majina umepewa, unadharauliwa, umeambiwa hivi na vile, lakini Mungu anasema wakati ambao ataleta msaada, sisi wenyewe tutasema na midomo yetu, yule Mungu ambaye tulimwamini ametuletea ukombozi, ametuweka huru, ametusaidia, na sasa tunamwimbia sifa. In the book of Daniel we see a scenario of someone who was meant to die. Maadui zake walifikiria wanamuua. In the book of Daniel chapter 6 22 and 23, the Bible is saying, my God sent his angel to shut the lions' mouths so that they would not hurt me, for I have been found innocent in his sight, and I have not wronged you, your majesty. Another interesting thing here is that God, the word of God, Daniel here is speaking with the king wakati alitupwa katika tundu la simba kwa sababu ya kukataa kuabudu miungu mingine. Unajua, in other words, ni imani yake ilikuwa inataka kukua perverted, iondolewe kwa Mungu, iwekwe mahali pengine. Na hii inakuanga strategy ya shetani akitaka kumaliza watu. Huwa anawafanya wasimtegemee Mungu, wategemee miungu, ama wategemee nguvu zingine, ndio apate nafasi ya kuangamiza. Lakini Danieli akakataa, na akatupwa katika tundu la simba. Na wakati wa asubuhi ulifika, mfalme kuja kuangalia kama amemalizwa, anasema ya kwamba Mungu alituma malaika wake wakawafunga hawa simba midomo, na hawakuweza kunidhuru. Kwa nini? Kwa sababu mbele za Mungu nilipatikana mwenye haki. So it's another eye opener here that when we trust in God, wakati tunaweka imani yetu kwa Mungu, huwa tunahesabika kuwa wenye haki. We are counted as qualified. Verse 23, the king was overjoyed and ordered that Daniel be lifted from the den. Not a scratch was found on him, because he had trusted in his God. Unaona, mfalme ambaye alikuwa adui yake, ambaye alitoa amri atupwe katika tundu la simba, sasa amefurahia kile ambacho huyu Mungu wa Danieli amefanya. Today I pray in the mighty name of Jesus that even our enemies shall come to agree and shall come to see what the Lord has done, and they shall be even joyful. Na ndio maana tumeusoma pale mbele wakati Daudi, Mungu anaambia Daudi ya kwamba mimi nitakuinua, nitakuweka mahali pa juu, nitakubariki mpaka hata watu watalitukuza jina langu. So unaona, mfalme hapa amefurahia kwa sababu ya kile ambacho Daudi, kile ambacho Mungu amemfanyia Danieli. Na ndo anasema huyu atolewe katika tundu la simba. Na akaangaliwa na akapatikana ya kwamba hata hakuna mahali penye alikwaruzwa, hakuna mahali penye aliumia. Ni kwa nini? Ni kwa sababu aliweka imani yake kwa Bwana. So what can we say? Difficulties and challenges cannot hinder God from bringing eternal deliverance to those who trust in him. Wakati mwingine we are facing a lot of difficulties, we are facing a lot of challenges, and we may start thinking that we are alone, or maybe God is not hearing our cry, or maybe God is not considering us. But through the word of God here we see that Daniel trusted in God, and it came to a point whereby he was thrown in the lion's den. But those challenges and those difficulties couldn't hinder God from manifesting or from proving that he is the one who watches over them, those who trust in him. Another one, the help of God is seen through those who trust in him. Kama Danieli angemwamini Mungu, kama Danieli angeweka imani yake kwa Mungu,
basi msaada wa Mungu haungeonekana juu ya maisha yake. Na hiki ndio shetani ambacho anataka kifanyike, even through the social media. Ndio maana anapost bad reports, anapost negative reports, anasukuma ama anasupport yale mambo ambayo yataonyesha ya kwamba Mungu ana uwezo wa kuwasaidia watu. But then those who say no to every form of ungodliness and make a decision of trusting God, there will always be seen the help of God through them. So without the people who trust in God, if the people who are trusting wholeheartedly with all their heart in God are not going to be found, then the help of God is not going to be seen. And I pray that we are going to be found, the people who we are trusting in God, and that help of God is going to be found through us, and it's going also to be seen through our lives as He's sending us deliverance in Jesus' name. In the book of Romans 15 and verse 13, we see, as we conclude also, Romans 15:13, and the Bible says, so I pray that God, who gives you hope, will keep you happy and full of peace as you believe in Him. Kwanza tuachie hapo. Unasikia? Yani inatuambia kwamba yule Mungu ambaye, huyu ni Paulo, ya kwamba unajua Paulo alikuwa mtumishi wa Mungu ambaye alifanya ministry katika mwelekezo ama katika mfano wa Yesu. Kwa sababu Yesu pia moyo wake ulijaa kuwaombea watu na kuwatendea watu mambo mazuri. Na hii ndio ministry ambayo watumishi wa Mungu wanafaa kubeba, kuombea watu na kuwapea watu tumaini. Na nasema ya kwamba mimi naombea kwamba yule Mungu ambaye uwapa tumaini azidi kuwapa furaha na azidi kuwapa amani mnapozidi kuendelea kumwamini. Kwa sababu one of the thing which is making men not to trust in God is lack of peace, is lack of happiness, lack of joy. Inafanya watu wanasononeka, watu wakikosa tumaini wanaogopa. Lakini anawaombea, anasema ya kwamba anaombea hawa Warumi, anaombea kwamba Mungu azidi kuwapa tumaini. Na siku ya leo ni sisi, ya kwamba Mungu atazidi kutupa tumaini, atazidi kutuweka na furaha, na atazidi kutujaza na amani tunapoendelea kumwamini. May you overflow with hope through the power of the Holy Spirit. May the hope of God be our portion through the power of the Holy Spirit. It doesn't matter what we are passing through. It doesn't matter what we are facing. We are assured here that we can be full of hope. We can overflow with hope. A person who has hope, it means that there is something which they are seeing beyond their current status. And that is what the devil doesn't want ataki. Hicho ndo kile ambacho shetani anakizuilia kisifanyike katika maisha ya watu. Anataka tu watu waone tu zile shida ambazo wanazipitia, waone tu yale mambo ambayo yanawafanyikia. Ataki watu waone mbele, ataki watu waone mbele kile ambacho Mungu ameahidi. But today I pray that our eyes are going to be opened by the power of the Holy Spirit, and we are going to see the way God wants us to see, and we are going to believe in Him, and we are going to wait upon Him, and He shall send us help, and we shall see His blessings upon our lives in Jesus' name. In the book of Revelation 22 from verse 1 to 6, Revelation 22 from verse 1 to 6, we see here also the book of Revelation through the servant of God John the Revelator. And the Bible says, and the angel showed me a pure river with the water of life, clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb, coursing down the center of the main street. On each side of the river grew a tree of life, bearing 12 crops of fruit, with a fresh crop each month. The leaves were used for medicine to heal the nations. You see, the nations may be sick, and we find ourselves maybe in a sick nation, but there is a promised healing to them who trust in the Lord. Verse 3, no longer will anything be cast, for the throne of God and of the Lamb will be there, and His servants will worship Him.
and they will see his face, and his name will be written on their foreheads. And there will be no night there, no need for lamps or sun, for the Lord God will shine on them, and they will reign forever and ever. Then the angel said to me, these words are trustworthy and true. The Lord God, who tells his prophets what the future holds, has sent his angel to tell you what will happen soon. Today I stand here by the grace of God as his servant to decree and to declare that the words of God which I have spoken are trustworthy, and that God who sent his prophets, because of who reveals to his prophets what will happen in the future, and he sent them to his people to give them hope, to keep on waiting. Today I stand here by the grace of God with all humility as his prophets, and I declare that the help of God shall come. You shall sing a new song. You shall walk in the blessings of the Lord in the land of the living. You shall face, or you shall walk in deliverance, because the one who has promised is trustworthy. He can be trusted. His word has been proven, and it was found to be yes and amen. That which he has said is able to fulfill it. So may God help us tonight in the mighty name of Jesus to believe in his word. Remember that this word said that believe in the word of God and in his prophets, and you shall succeed. So today the word of God also has told us that the words of God are trustworthy and true. The Lord God, who tells his prophets what the future holds, has sent his angel to tell you what will happen soon. So it doesn't matter what is happening. God is preparing something. God is doing something. And there is something which will happen soon. There is something which is about to happen. The blessing of God, the blessings of God upon our lives are about to come through. And I pray in the mighty name of Jesus that God is going to give us the grace, and we are going to see him, and we are going to overcome every challenge. We are going to walk in the path which he himself has prepared for us, and we shall enjoy, we shall be fruitful, and we shall see him in the land of the living in Jesus' name. Oh my God and my Father, may the name of the Lord be blessed forever. Father, I thank you for your presence. Thank you for your power. Thank you for your spirit. Father, today I release your word to your people. As you have given it to me, and as you have laid it in my heart, I pray, my God, in the mighty name of Jesus, that you are going to heal your people and set them free in Jesus' name. Father, bless your name. I honor you. Sure, as we trust in you, may you give us the grace. May you set us free. May you give us hope. And may you give us the reason to keep on trusting in you and walking in you. And in Jesus' name we pray. Amen. Mungu awabariki sana. Mungu awatende mema. Mungu awasaidie. Mungu awasimamishe. Na Mungu akazidi kuwapa neema. Kama vile ambavyo Mungu aliweka neno lake katika moyo wangu, nami nimeliachilia. Neema yake imenisaidia. Uwepo wake umenisaidia. Na ninaamini ya kwamba wote ambao tumeweka imani yetu kwa Mungu, hatutaaibika, tutaenda kupata majibu. Shalom. God bless you. God keep you. God give you the grace in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. You are God.